Ukiwa na Mungu wa kweli utakumbana na mambo makubwa. Simama, tetea kweli ya Mungu iliyo ndani yako. Sema amina, tumisha Mungu. Simama. Kweli ya Mungu lazima itukanwe, maana ni Mungu. Kila aliyebeba ufalme wa Mungu ndani, someni muangalie, wote waliinukiwa. Hakuna aliyeanzisha agano kwa amani mpaka nimaliza kwa amani. Hayupo. Kina mfalme Daudi waangalie kwa kina Goliati. Waangalie walivyohangaika. Waangalie Yesu alivyohangaika. Kahangaika mpaka. Mwangalie nani huyu Elia, na yeye pia alihangaika. Angalia hata aliyemwachia basi Elia Elisha. Alivyohangaika. Wangalia Shadraka na Meshaki walivyohangaika. Angalia walivyopiga moto. Angalia kina wanafunzi wa Yesu walivyohangaika. Sio mchezo. Ukiufaa ufalme wa Mungu sio mchezo. Utakutana na vipingamizi vya hali ya juu. Kabiliana navyo ushinde, uone Mungu katika maisha yako. Kabiliana na vipingamizi vyote. Kabiliana na vyote vikwazo. Kabiliana navyo. Mimi nisingefika hapa leo kama ningefuata mama Kimidiki. Nisingefikisha agano hapa nilipo. Nisingefika hapa. Wala Mungu asingefikia hatua hii. Hatua nilionea ni kubwa kwa sababu ya msimamo wangu. Na ndio maana hatua kubwa kwa sababu ya ule msimamo ambao ninao. Hakuna kulegea. Ndugu akutenge. Hata Yesu alisema sitaleta amani, nimeleta mafarakano kati ya mtu na mtu. Kwa Yesu alisema Yesu ni baba wa amani. Lakini alisema sijaleta amani duniani, nimeleta mafarakano. Maana Yesu alijua kila atakayenipokea mimi Kristo atakuwa na mafarakano na ndugu zake. Atakuwa na mafarakano. Maana akisema Yesu sikuleta amani, nimeleta mafarakano kati ya mtu na mtu. Na ndivyo ilivyo leo. Sipo simama unamwacha Mungu mchana peupe. Moto, adui, jini na kata. Jini nani wale wote na waabudu wale? Wanakaa ndani ya mwanaume kukudondosha wewe. Usipokuwa nganga na ngungu unamwacha Mungu unajiona. Na karama inakufa unajiona. Usipojisimamia mwana wa ufalme usibariki. Vikwazo ambayo unakumbana nayo yatakutoa katika laini. Sasa hivi tumefika kwenye hatua ya nyota. Nimewaambia kupita vitatokea tu. Vitatokea vita. Kwa sababu mmegusa kwenye nyota. Mmegusa penyewe. Shetani hawezi kukubali. Hawezi kukubali shetani apokonywe. Apokonywe hazina yake nyota ambazo unazo. Kwa ambazo tunakobolewa. Atanyanyua vikwazo. Tena atanyanyua vikwazo. Kuna wengine kabisa atawafanyia hata kujelamani kwa sieni. Anaekea hukumu wewe. Anakuwekea hukumu wa hali ya juu ndani yako. Wewe unajua ni wewe. Angalia. Unajua ni wewe. Atakusemesha maneno na maneno. Shetani. Sasa wewe na watoto tuliona wewe. Hatua ya yote ukini mchezo wewe. Shetani yani wewe hiyo sio la mali jipongeza kabisa. Umeshinda. Wengine ataweka vikwazo usiende. Asiende kuumbuka. Asiende kujulikana. Azidi kukushikilia na nyota kushikilia na kuambia ngoja. Shetani ukimcheza. Shetani ana mambo mazito na makubwa katika ulimwengu wa leo. Anakufunga, wewe unajua ni akili zako tu unajipeka bebe. Unajua ni wewe. Ndio nakwambia sema hapa. Shetani ni wewe kama Mungu alivyo. Na anakufunga
katika roho, sio katika mwili. Na anakupa ibada za roho ukijua ni wewe unatafakari, kumbe ni yeye amepenyeza maneno yake ili akukatishe usifike kwenye kusudi la Mungu. Apewe sifa Mfalme Zumaridi. Sema amina Bwana Mfalme Zumaridi. Songa mbele, simama kiume. Tena usonge na zaidi ya kusonga, na usimame na zaidi ya kusimama. Sio kama kutuambia, nimewaambia wekeni misimamo. Mna Mungu wa kweli na ndio maana mna vita. Una Mungu, kwa nini kila saa Sabato ulikuwa una vita? Kwa nini kipindi kwa kufuru ulikuwa una vita? Kwa sababu ulikaa kwenye imani ya jamaa, akakufunika na wimbi la utukufu wake. Umechomoka umekuja kwa Mungu wa kweli, kainua mabawa. Sema ndio watumishi wa Mungu. Songeni mbele. Wekeni misimamo yenu kwa Mungu mliyempokea. Mungu ni vita. Mungu ni vita. Kuijua imani ya kweli ni vita. Tangu Zumaridi ameanza imani mwaka 2010 mpaka leo 2026, maana mwaka wa 26, mwaka 16, ni vita mpaka leo. Na sijawahi kugeuka, sijawahi kurudi nyuma, sijawahi mbele kwa mbele. Zikiinuka zinapiga, zinazimika, naendelea. Zikiinuka zinapiga, zinaendelea hivyo hivyo. Mpaka leo tumefikia kukomboa nyota. Mpaka leo Mungu katufikisha kwenye nyota. Huko nyuma vita ni vya kutosha ambayo tumepambana kwa shetani. Pale nimefikia hatua kwenda kunifuata sanduku la hazina. Pale kufikia hatua ya hazina kukamata mikononi. Pale kufikia hatua Mungu Baba kuishusha madhabahu yake ya mbinguni duniani. Na ikaji nikasamalai zikafukia mabore yote. Madhabahu sio mchezo. Pale kufikia hatua ya kuteremsha madhabahu yake Mungu na vitu vyake vya samani ndani ya madhabahu. Sio mchezo. Vita wote ishapigana. Kama ningekuwa sina Mungu, ni siku nyingi ningekuwa nimeshakufa. Ningekuwa nimeshakufa au ningejipenda zaidi mimi nikaacha kazi, ningeenda kwenye biashara. Lakini kwa sababu ni Mungu yuko ndani yangu, nazidi kupambana. Na pambana niwafikishe na mpaka nje hapa, mpaka kifua kidauma, mpaka damu. Unaongoza roho mpaka damu. Kikoa kifua unasikia maumivu, harufu ya damu kwenye kifua. Kuongoza maombi. Unaongoza makundi yote matatu kila nguvu kubwa. Kuanzia kundi la kwanza nguvu kubwa mpaka kundi la tatu nguvu kubwa. Mpaka unasikia hapa pananuka damu. Kuongoza maombi. Kama sina Mungu sasa, kwa nini nitaabishe hivi? Kwa nini niombe hivyo? Naongoza maombi. Hawa wanaosema kama zimeni shetani, hata maombi hawana. Hawana hata maombi, wanasumbuliwa Mungu. Omba. Usilale, omba. Mnaambia mimi naomba nyinyi mbona mbona? Ndio kusema Baba katika jina la Bwana nashukuru umeniamsha salama. Wewe ndiye Jehova uishie na kweli. Haleluya. Na kushukuru Mungu muumba wa mbingu na nchi. Haleluya. Amen. Hizo sauti za shuleni hizo. Ni sauti za kufundishwa shuleni. Kama wao sauti za shule. Sauti za shule hizo. Sio za watakatifu wa mbinguni. Sasa anapotokea mtu ambaye ana wito wa kweli ndani, ambaye ana Mungu ndani wa kweli, anaongoza katika kweli, ndio anaanza kutaka kupinga, kutaka kuzimisha. Hazimiki mtu. Yaani mtahangaika mno kuzimisha mtu. Mtahangaika mno. Mtahangaika mno kuuzimisha ufalme wa Mungu ndani ya mtu. Hauzimiki, maana ni wa kweli. Ni ufalme wa Mungu wa kweli. Kwa kuzimika ni hamna. Mkipanga ubaya kwangu unarudia.
nakufa nyinyi. Mkipanga nipata ajenda napata ajenda nyinyi. Mkipanga chini fanya napata nyinyi mapigo yote. Mapigo mimi kama baba yako narudia nyinyi. Yanarudi yanafanya kurudi kwenu. Sema amina wala ufanye Ismaili. Wekeni msimamo. Sema amina wewe. Moto wake na uendelee moto kuwaka. Msishie njiani kukomboa na nyota zenu. Sema amina watumishi wa Mungu. Tuombe, tukomboe. Vyote ambavyo shetani kajikamata, kanishikilia, tuvikomboe, tuvitoe katika mikono ya shetani. Shetani alikuja kuimiliki dunia. Sasa Mungu anakuja kukomboa dunia yake. Irudi katika mikono yake. Na kukomboa dunia ni wewe na mimi. Ni wewe na mimi kuvaa uhalisia. Kuwa kitu kimoja, tukomboe hazina, tukomboe baraka zetu, tukomboe kila kitu, tukomboe. Usitegemee leo uliyofungwa na giza, eti kafungua na usingizi. Usingizi ukufungui, wewe lala nyumbani. Umefungwa na giza, ufunguo wake ni maombi. Ni maombi ndio ufunguo. Ufunguo sio usingizi. Ufunguo ni maombi. Kama wewe unaona kuomba ni kazi, acha. Wewe watu wanisikia watu wafungwa, una adui. Una adui, nenda asiyekuwa na adui jamani duniani. Uliyezaliwa katika mikono ya shetani, nenda asiyekuwa na adui duniani. Njoo uombe. Kila mmoja anapaswa kuhudhuria maombi. Tuwe na uchungu ndani ya roho zetu. Tuwe na maumivu ndani ya roho zetu. Tuwe na maumivu. Unalala kwa amani gani ndio nayo? Unasinzia kwa furaha gani ndio nayo? Uchumi wako umeshikiliwa na unasinzia. Aliyeshikilia uchumi wako sio mgando. Kwa mataenda mgando nikatiliwe, niingie sieta, uchumi wako utafunguliwa sieta. Ugonjwa wa roho unatoka kwa maombi. Atukule faraja zaidi. Ugonjwa wa kiroho unatoka kwa maombi. Ugonjwa wa kimwili ndio unatoka mgando, seketue na wapi uliyefungwa kimwili. Lakini wewe uliyefungwa kiroho ufanikiwi. Kama zinakufa tu. Mungu amekimia amekupa baraka ya karama. Lakini karama inateketea na unaiangalia. Na dawa yake ni kuomba na kusikiliza neno la Mungu. Ndio dawa ya karama yako kupona. Ndio dawa maisha yako kufunguliwa. Ndio dawa ya uchumi wako kuwa hai. Maombi. Maana aliyekufunga uchumi amekufunga katika roho. Aliyefunga uchumi amekufunga katika roho. Na dawa yake ni maombi. Maombi ndio yanafungua uchumi wako uliokamatwa. Maombi ndio yanafungua afya yako uliokamatwa katika roho. Maombi. Sasa kama na maombi hataki, na umefungashwa roho ya usimbe, unategemea kwamba utenda kugano ndio usimbe kutoka. Utatolewa kwa kugano. Umefunga eneo la uchumi. Hauna biashara, hauna kazi, vibao vinagoma. Umesoma mpaka mwisho, hauna kazi, unategemea tena kutinga au kugano ukatolewe ugonjwa upate ajira wewe. Nisikizeni kwa makini. Unaweza kukataliwa. Una laana ya kukataliwa na ndugu, na jamaa, na rafiki na nani. Una roho hiyo. Hata kitamka lolote kwa nani hata kwenye vya hata kwa vyama pia vikoba usikilizi. Hata kwenye vikoba kwa huko hausikilizi. Unalilosha tukiwa lilo la kuta kusikilizwa, lilo la kuta kusaminiwa, lilo la kuta kuonekana wewe kama ni mwanadamu. Umewekewa hilo. Litatokaje kama wewe si uombi? Litatokaje lilo ndani yako likutoke wakati wewe maombi umeletewa? Dawa ya ugonjwa wewe unao umepewa. Dawa yake ombeni. Unaambia mnapo manyota hapa. Sio kama mnaona nyota tu. Haka vifungo vingine vinatoka. Yote. Haka vifungo ambavyo mmefungwa vingine vinanasuka vinatoka kupitia ule moto ambao mnaomba. Atukuze mfano. Umeenda shule, hana ajira. Miaka 5 3 umekaa na vitu vyako ni visafi.
kazi hata kupata. Unafikiri kama ukienda Bugando, hebu ni CT scan. Maisha gani anakaa bila kazi? Naomba niangalie kwa CT scan. Niangalie. Ninaumwa, nimesoma mpaka nimemaliza na miaka 8 sijapata kazi. Wenda labda kuna kifungo kimenifunga, labda nianicheke CT scan. Hata huyo ambaye aliyekaa pale atakabe nenda kwenye maombi, hivi vipimo vinapima afya, havipimi ukosa kazi. Utaambiwa tafuta maombi, ndivyo atakapokuambia. Au nenda kwa mganga, atakwambia mawili, tafuta sehemu uende au nenda kwa mganga. Ndio tiba hayo iko huko. Hapo tunatibu mtu ana matatizo ya kimwili, ya afya. Una tatizo la tumbo, ndio hapo kimi. Sitiskai angalia. Unaagusha nenda kaangalie chanzo cha agusha lako. Ndio sitikani. Hayo ndio yana tibu. Unapimwa, unapeleka kwenye hospitali ukafanyia operation. Ili ugonjwa fanyeje utoke. Lakini vifungo vya rohoni, sikize na pendo hili. Vifungo vya rohoni vinatoka kwa maombi. Maombi hakuna kudanganyana hapa. Vifungo vya kiroho vinatoka kwa maombi. Vifungo vya kiroho havitoki kwenye vipimo vya kibinadamu. Na ndio maana Mungu Baba akakuwekea kwanza, unajua mtoto akiugua kibinadamu, akienda hospitali, ameugua kibinadamu, daktari ukienda kwa kumwona daktari, ukimwelezea shida zako, atakupeleka kwenye vipimo maabara. Atakupeleka maabara kaangalie chanzo cha tatizo lako, chanzo cha ugonjwa wako. Maabara atakupa nini, sika nini, kakali unapeleka maabara. Unafika maabara, daktari wa maabara anachukua vipimo, anafika atasi, anakuwa ameshaelekeza akupime nini. Anaanza sasa kukupima, anakupima atakavyovibaini, ndipo anakwenda kwa daktari, anaandika, nimebaini ndani ya moyo wake kuna tundu, nimebaini ndani ya utumbo wa chakula, nimebaini kuna kidonda, au utumbo umetoboka, au nimebaini chanzo cha maumivu ya tumbo, utumbo umejifunga. Mnaelewa nini? Nimebaini utumbo umejifunga, anatakiwa apasuliwe, utumbo ukatwe, halafu uungwe, sehemu unayojifunga utolewe, utupwe. Ndipo daktari anakuandikia operation kwenda kupata matibabu ya ugonjwa ulio kusibu. Sasa tukija katika vifungo vya roho, Mungu akatuwekea maabara ya mitume pale, akatuwekea maabara nyingine ya mitume. Leo unakwepa jicho la Mungu, unalikwepa. Yaani Mungu amekuletea rada ya kumulika adui zako, amekuletea rada. Ile ni rada, ile ni maabara. Nimekuonyesha hapo kama mtu anapougua kibinadamu, ili upate matibabu vizuri, lazima upite maabara, iwe isiwe. Huo ni ugonjwa wa kibinadamu uliomfanya usisinzie, tumbo inauma, labda mgongo umepingiza, umefunguka, ili kusudi ka mgongo kaangaliwe. Kwa tembea hivi, unapitishwa kwenye CT scan, unaangalia mfumo wako wa mgongo, unakuta pingili zimepinda. Hasa daktari atakutibuje kama hajapata maelezo ya maabara? Kutusha Mungu. Naongea Mungu. Atakutibuje daktari? Eti unaangalia, mmetenda kwa baba. Msikaje ni baba, bisi ni la mali. Bwana usoma la mali sio wanadamu. Ni yeye Mungu ameleta mfumo huo kama mfumo wa kibinadamu huku. Kwa sababu maabara kwa daktari upasuaji, au unabadilisha dawa ugonjwa kama kuna msio mkubwa, alama hii ni dawa hii tibu ugonjwa huu. Sasa wewe una ugonjwa wa kiroho, Mungu akashusha maabara yake huko, nenda angalia. Ndio maana tunaangaliwa madhabahu, tunaangaliwa kipindi cha maisha yetu, tunaangaliwa vitu, tunakuta maadui, tunakuta jinsi iliyofungwa. Ndipo inakuja kwa daktari, anang'oa sehemu ambayo anaelekeza, ng'oa hapa, anang'oa. Atakuja mfano, huu ni mfumo ambao
Unaenda katika kibanda kama maabara, unaenda moyo unajipeleka moyo bila kulazimisha. Unapimwa, niandikie dawa. Unaandikiwa, unaenda katika madawa. Dawa hii hapa. Unapeka katika kipimo kale. Unapewa leo unaanza kunywa. Kwa raha zako. Kwa Mungu mpaka usukumwe, ufanyweje mavita. Paka nenda kasome, nenda mpaka hii ratiba ya nyota hii. Laiti wanadamu mngekuwa mnauelewa kufahamu hii ratiba. Ilikuwa sio kuchezea hii ratiba. Ilikuwa sio ya kuchezea hii ratiba. Hii imekuja na ufunguo wako kabisa hii ratiba. Na ndio maana Mungu anaanzia kusoma kwenye tumbo lako. Kwenye tumbo la mama yako. Anapokotoa kote kuanzia kwenye tumbo, vifungo vilivyofungwa kuanzia tumboni mpaka kutokezea, mpaka shuleni, mpaka majirani, mpaka kwenye kazi, mpaka shupaka wapi shule za msingi, kama zile fofo huko, kama kote unachokonolewa kote imekuja na ufunguo ila tiba. Watu wanahangaika, hamna kazi, hamna ajira, wanatembea na binti mpaka nakoma, hawana kazi mitaani. Mshirikishe watu kwa mtaani. Wewe twende, unaangalia kazi upataji. Twende kuna utabiri wa nyota huko, unatabiriwa nyota yako ilipowekwa. Twende kwa sababu twende. Watu wanahangaika na wanauza vichungu mpaka nazoea vichungu. Mtu anahangaika na maisha. Wamesoma hakuna kazi. Nyota zishaenda. Ufahamu ushabebwa. Anatembea na dieti kopo tu. Kumbe kila mtu analeta mtu hapa. Na Mungu anakuona katika makweli. Na Mungu anakuona. Unaleta mtu, Mungu naye akuone. Sio umeletewa neema kubwa kama hii, umekaa nayo. Hata hauisambazi kuambia watu. Unamsomea kwako, unamsomea kama adui zako, unamsomea. Unamwambia angalia sasa. Huu ni ufunguo Mungu ametuletea. Twende na kuumia wenzangu. Wewe nyota yako haipo. Mtu umesoma kweli. Vyeti vyako unavyo, kazi hamna. Twende. Sasa Mungu ameleta neema kwa uzao wa kwanza. Anatamani nini Mungu? Anatamani muitambaze hii neema. Anatamani Mungu muisambaze hii neema, muionyeshe. Watu muambie huko mtaani, muambie hata ndugu ambali, wewe piga simu muambie. Muambie hata ndugu ambali, muambie. Huu ni ufunguo. Sasa wewe ushuhuda mkubwa kama huu umekaa nao kimya. Mungu anakuangaliaje sasa wewe au mtangazi Mungu? Ushuhuda kwanza kwenye tumbo. Unamwambia mpaka kuna mtu alitapika hizi kutia amani hizi. Alitapika mtu hizi. Alikuwa mchana akatenda hizi, unamshuhudia. Usikae na ushuhuda wewe. Yaani unataka wewe tu ndio ufunguliwe. Kuna wenzako kwa wana maisha makapu. Mtu kama sasa hivi tu akali. Yuko anatembea na nyanya chungu. Anapita tu. Paka nyanya chungu zinakuwa za njaa. Maisha magumu. Kodi za nyumba wapati. Wana mikopo mpaka nakimbia familia zao. Mikosi hiyo. Nyote imepepea. Unakuta mama kaacha mchi. Kakimbia mpaka mbele yake mikopo. Kaukimbia mchi. Kwa sababu kikopa hata kurejesha. Anakopa ile pesa inaisha. Kwa sababu kitu cha zamani hakimu ndani. Hakimu ameshamalizwa. Anakopa hapa, anarudisha hapa. Anakuwa anafanyia kazi ya mikopo. Anakopa hapa, anakuja kurejesha hapa. Anakopa tena hapa, anakuja kurejesha tena hapa. Anakopa hapa, anarejesha tena kama mama mkwe hapa. Madeni. Kitu cha zamani kilishaibiwa. Na nimekuambia uwezi kwenda ukatibiwa, ugando umepigwa laana
anajinyonga kwa sababu anaisha. Mtu anasema naishi tena kufanyaje sasa? Mimi nife tu. Anajinyonga na kufa kwa sababu ya maisha. Amesoma kabisa, ni mwalimu na ameajiriwa. Lakini mwalimu unakuta anakosa mpaka nauli ya kwenda shule. Wewe anakosa mpaka nauli ya shule, ya kwenda shule. Usifikiri kwamba eti ni nini? Hiyo ni laana. Ukimwona barabara, ni mwalimu wa shule ya msingi, ni mwalimu wa shule ya sekondari, ni majina tu. Nafikiri nawaambia watumishi hapa. Haya ni majina. Tawazu ni mwalimu. Si ni mkemia wa nini? Mkemia jina, mkemia jina. Mkemia jina tu. Akipokea tu leo. Siku 3 nyingi hana hata mia. Sema bila tumisha Mungu. Hana hata mia. Hiyo ni jina tu. Mkemia wa gani? Si mkemia nini? Sina nani wewe majina hayo. Shetani anaocheka, achachukua nyota. Chukua ulete. Asa wawekea chukua ulete. Nyota zimeenda zinachukua kwa. Tunaenda kwa wale ambao wameshikilia nyota katika ulimwengu wa leo. Hakuna maendeleo. Ukiinua kiwanja unakirudia kukiuza tena. Umeweka na msingi utakunyanya boma unajua mpaka lenta. Lenta na kama miaka 5 haijaezekwa. Inaenda kupasuka. Unakupitia unauza tena na yenyewe na lenta. Unapita jirani, unapita unakula angalia mambo mengine ilikuwa ya kwangu. Umeshakauza leo umeshamaliza. Nyumba umejenga miaka 15, nyumba. Yaani umeanza kujenga nyumba na mke wako ana mimba. Paka mtoto kamaliza 7 anaingia form 1. Anaingia mtoto form 1, hujamaliza boma, haujamaliza ujenzi. Apesi hizo ufanye zaidi. Kufungwa huko. Hicho ni kifungo. Sasa Mungu paka kutuletea lamani hizi. Kwamba wanatakiwa wamekamata kuanzia kwenye matumbo. Ukiwasomea meza jujutu hawa hawezi kufunguliwa. Wanatakiwa waanze kusoma kwenye matumbo ya wazazi. Na Mungu akatuletea jambo hapa. Mungu akatapika elizi ya atangia kwa tumboni kwa mama yake. Akatupa shule, angalieni huyu. Hii muamini kwamba mnafungwa bado mko matumboni. Mwana huyu na mzimu Mungu akamfungua mzimu aongee. Na mzimu akaongea. Nimeingia huko ndani akiwa bado damu. Haijajulikana jinsia. Nikaingiza vitu vyangu ndani. Kasema hapa. Kwa hiyo watumishi wa Baba, semeni. Pigeni kelele mtaani. Waambieni watu hizi habari. Habari njema kama hizi zinatangazwa kimya. Habari za Mungu wa kweli. Mtu anakuchagua kuanzia kwenye utumbo, anakuchagua mpaka shuleni. Wengine wajue mmeshasahau, mnakuja kukumbuka mseta kwenye habari. Kweli ni fulani. Kweli mmeshatoka kwenye habari, mnaanza kukumbuka mkiwa nje. Kweli ukija kutoka unakumbuka wanakuja wanajipanga hivi ni ufahamu. Husi ni ufunguo Mungu ametuletea. Ni ufunguo umeletwa, ufunguo. Lazima unapita maabara, inajulikana umefungwa wapi, unakuja unavunjiwa. Yanang'olewa yote alafu unakabidhiwa nyota yako, unabachukua. Atukuze mfalme. Sema amina kanisa. Waambieni watu hizi habari. Sema waambie habari njema kama hizi. Unakaa jirani yako unahangaika unashindwa kumwambia hizi habari. Unakaa ndugu yako kama unamponda unajua mfahamie hivyo. Nyota ndiyo mafanikio yako. Na ndio maana mwanadamu anateseka duniani, anaanguka duniani kabebea uhalisia wake. Uhalisia umebebwa. Mtakamba miaroni huko. Uhalisia umebebwa. Unaenda kwa miao, unaenda kutafuta sida gani? Unamwagikiwa na maji yatakao unanuka daga mwili mzima. Na faida gani? Sasa ndio faida mbona hangaika jua kali. Kazi ngumu. Na baba na kazi hazikulipi vizuri. Kwa sababu ya kukamatwa. Nyota ikirudi hivi ikawekwa mpaka. Ikarudi ndani yako nyota. Utaanza sasa mwenye kuona mwanga. Utaanza
utaanza kuona, mimi nakwambia utaanza kuona. Utaweka hata kanini hapo kataenda, hata kakadaga kataenda, hata kanini kataenda, unataka kidogo na mtaji mkubwa. Sadiki na uamini. Sema bila watumishi wa Mungu. Unatoa kile ambacho Mungu amekutendea, mgawie na mwenzio. Mwambie kuna hiki na hiki. Wewe nenda tu. Kama mbona wewe hujafanikiwa? Na mimi ndio muda umefika wa Mungu sasa huu. Umefika wakati wa Mungu. Maana Mungu atuambia hivi, wakati wako tubariki umefika. Anatufunulia tulivyofunga. Sema bila bwana mfano. Songeni mbele, mtangazeni Mungu. Hata Paulo mtume alipoigundua siri ya Mungu, aliwaambia watu. Alipoigundua siri ya Kristo Yesu, Paulo aliwatangazia watu, akawaambia watu walioko chini yake, watu washuhudie, wasiogope. Aliwaambia watu, shuhudieni habari njema za Mungu huyu mliyempata. Msiache kusema, pigeni kelele mtaani, mtangazeni Mungu huyu mliyempata. Akaambia msione haya kuitoa injili ya Yesu Kristo. Lakini yeye anaiponda, anaitukana, anaiziaki. Alipokuja kugundua kwamba kumbe ni Mungu wa kweli, alijilaumu na kuiponda imani ya Mungu. Alijilaumu. Paulo akawaambia, jamani, msionee haya injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Msionee haya. Semeni habari njema za ufalme wake. Waambieni watu waje wakombolewe. Paulo akawaambia watu wake, baada ya kugundua ni Mungu wa kweli ndani ya Kristo, akaambia msinyamaze. Msimnyamaze Mungu. Msione haya kuisema kweli. Ifungueni kwa watu. Atakubali wewe ni wa Mungu. Atakata kukifika atakuja. Isemeni kweli. Sasa leo tunatabiriwa nyota tumekaa majumbani. Nenda kwenye ibada ya maombi, useme ati jirani yako amefungwa, labda unakwenda kwa sana njia kali. Umwambie, umeshajua siri ya vifungo vyako, na yeye anavyo vya kwake, mlete. Anayefanya zaidi. Unatoa kama unayotoa. Hivi sasa ashangae. Jina amekata kutoa picha, njoo useme jina lake. Peleka sasa amani, ambia haya njoo. Nimekusaidia. Sikiliza hapa. Wadu zako hapa. Mimi na watu wajua ndio nawajua. Atakushukuru, utamleta hapa. Atakuja ile ambayo itamfanya yoke. Atakuja mwenyewe. Sema bila bila kufanya zaidi. Hii ni kazi ya Mungu. Lazima Mungu tumtangaze. Mtangaze Mungu wasubaridi. Huyu Mungu wa kweli. Juzi tumetoa kichwa. Umemwona kapona? Nyinyi wenyewe mmemshuhudia kwa macho yenu, anapiga kelele. Sasa ni kesi wapi? Kelele ziko wapi? Zipo. Mnaziona kelele hapa? Tunaona kama ametulia. Tunaona hapo. Katulia, tuli. Inuka mama yangu hapo. Mama yako amekuja. Ajaje. Mbona? Sasa hataka kwenda kwa watoto wake. Tuli. Hamna kelele, hamna nini, akanyamaza. Kanyamazishwa na nguvu gani? Na amekuja hapo, wote tunamuona. Wote tumeona. Tena siku ya sherehe hapo kumejaa watu, tumejaa. Tulishuhudia wote mavituko hapa. Aliyofanya. Leo yapo. Sasa hivi ndo ana mwezi tu. Ana mwezi tu, lakini wiki za kelele sio wiki mbili tu. Za kelele. Baadaye kimya. Haya, mgano kafika Miembe, usimileme siku mgano pale Siwani kafika. Mgano umeshinda, mgano Siwani. Atukuze mfano zaidi. Siwani kafika. Kalazo Siwani, dungo sana masindano, hamna kitu. Sasa leo kanyamaza mbele na sio wa kwanza. Alikuwepo control melody. Wewe ni mtu wa mtu. Alikuwepo hapa control melody. Ndio usijudie mbele, usijudie kwa nani wewe. Leo huyu hapo ni mjamzito. Uko hapo kichaa. Kisha mbele yenu huyu hapo control melody. Atuambie melody control melody maana yake nini? Kama naelewa sasa control melody. Huyu hapo na ndoa juu na mimba juu. Mkichaa wote umeisha. Haya, yule Dorcas huyu hapo
Nimemkuta hapa na bibi kizee. Nimemkuta na madonda ya kufungwa kamba na ndugu zake. Huyu hapa kanenepa, kapendeza, uchizi yote umeisha. Tunaona usikia nani anataka kuona huko Dorcas. Naosha mkono. Kama sikumwona kicha yake mimi sijaona. Labda umeuzulia baada na mwezi mmoja umekolewa. Wangapi mmoja ameona huyo? Wangapi mlimuona pinde naletwa hapa mchicha wake? Haya, sasa kuna utapeli gani kwa mfano Zumaridi? Mungu anatuonyesha uweza na nguvu zake. Tunaziona kwa macho ila tunazoea. Ratiba za Mungu tunazizoea. Hawa wote hapa tunalazimisha kuliona kwa macho yetu. Kuja wagonjwa, vichaa. Kuna wagonjwa wengine walikuja mmewaona na ugonjwa wao sio vichaa, magonjwa mengine tu mliashuhudia wakapona mbele yenu. Fuatilia chaneli yetu ya YouTube kupitia Zumaridi News TV.